Onyo hilo limetolewa na afisa mfawidhi wa mamlaka ya udhibiti na usafiri wa ardhini LATRA mkoa wa Morogoro, Andrew Mlacha, wakati akitoa elimu kwa mawakala wa LATRA wenye jukumu la kutoa leseni za usafirishaji kwa pikipiki za magurudumu mawili na magurudumu matatu. Vyombo hivi ambavyo vinatoa huduma kibiashara vinatakiwa kuzingatia sheria za kiusalama, lakini zingatie pia masharti ya kanuni za leseni ambazo wanapewa. Ubebaji wa abiria usiozingatia idadi ya watu waliokusudiwa kubeba na chombo husika, kukiuka katazo hili ni kinyume cha masharti ya leseni ambayo tumempatia, na kwa sababu hiyo hatua kali zitaendelea kuchukuliwa kama ambavyo tumekuwa tunaendelea kuzichukua, ikiwemo kutozwa faini au kupelekwa mahakamani kadri itakavyobainika. Lakini pamoja na wapo wale ambao wanang'oa baadhi ya vifaa ambavyo viko kwenye vyombo hivyo, ikiwemo kung'oa zile side mirror zao. Mamlaka inaruhusu wakala zaidi ya mmoja, lakini changamoto imekuja pale ambapo mnapokuwa wote mko mjini. Ule mwingiliano unakuwa unaleta sintofahamu ya nani ambaye anaweza akawa labda alienda tofauti na maadili ya kiutendaji, lakini kumjua inakuwa ni ngumu kwa sababu ataegemea baragumu, ataegemea kijuu, ataegemea Morowinds. Unakuta mko kampuni zaidi ya 8 kwenye eneo moja. Kwa hiyo hata hilo nalo mfawidhi ametatua kwa tunapoenda katika wilaya za ndani ya mkoa, sasa kila mtu atakuwa na wilaya yake. Tuweza kuomba kuongezewa kwa commission katika gawio letu. Kingine ambacho tumeweza kukiomba ni mamlaka kuweka mazingira salama au mazingira tayari kwa maeneo ambayo bado mamlaka haijaweza kufika, kwenye wilaya ambazo huduma bado haijafika. Mamlaka itangulie kwanza kwenda eneo kutoa elimu. Katika hatua nyingine, LATRA imewataka mawakala hao kuhakikisha wanazingatia vigezo vya usafiri huo kabla ya kutoa leseni. Teresia Mwanga, Morogoro. FM kutoka Dar es Salaam.